Leo nimefika hapa kwenye chama cha walimu kuweza kutoa vifaa visaidizi kwa watu ambao wana mahitaji maalum, watu ambao ni walemavu. Hawa watu walemavu au wenye mahitaji maalum nao ni sehemu ya jamii. Na sisi polisi katika swala zima la ushirikishwaji wa jamii, polisi jamii na ushirikishi, mojawapo lazima tushirikiane, tuoneshe upendo, tuoneshe furaha kwa watu ambao wana mahitaji maalum, hawa ambao ni walemavu wa viungo, wengine waoni. Kwa hiyo tukasema tuna wajibu kama sehemu ya jamii kutoa hivi vitu ambao ni vitu mbalimbali. Watu hao wenye ulemavu, jeshi la polisi tunahakikisha kwamba na tunawahakikishia kwamba watakuwa salama, kwa maana tuna madawati yetu, madawati ya jinsia na watoto, katika kuwalinda hao watu ambao wenye mahitaji maalum, hao watu walemavu, lakini na watoto vile vile. Kwa hiyo madawati yetu, kupitia madawati yetu tumeweka mkakati wa kuwa tunawatembelea kwanza kwenye vituo hivi ambavyo kwenye shule hizi maalum, lakini kwenye vituo maalum ambavyo hao watoto wenye mahitaji maalum, hao watoto walemavu wanaishi au wanakuzwa. Kwa hiyo tukitembelea hivi vituo au maeneo, tutawapa elimu, lakini tutaangalia ni changamoto gani za kiusalama ambazo wanazo, ili kuhakikisha kwamba ulinzi wa watoto, ulinzi wa watu ambao wana mahitaji maalum unaimarishwa. Kwa hiyo ni watu ambao wanahitaji usimamizi wa karibu na jeshi la polisi, lakini na wadau wengine kwa ujumla, kwa sababu haya masuala ya ukatili wa kijinsia na watoto ni masuala mtambuka, yanahitaji ushirikiano wa dhati na wadau mbalimbali. Jeshi la polisi sasa lina ushirikishaji, linaishirikisha jamii, na sasa limeweza kukigusa chama chetu cha walimu na walimu wake kwa ujumla. Kwa hiyo tunashukuru sana jeshi la polisi kwa ushirikiano wa karibu sana na chama chetu cha walimu. Nasi tunawaahidi tutawapa ushirikiano wa kutosha. Ni jukumu letu pia kutoa ushirikiano kwa jeshi la polisi kuweza kubaini uhalifu wa aina yoyote ile. Hata kwa mkuu wa jeshi la polisi nchini tunawaahidi kwamba tutawapa ushirikiano wa kutosha sana katika kuibua matukio yasiyo sahihi ngazi ya jamii, yakiwemo ya unyanyasaji. Unajua, kwenye unyanyasaji wanafunzi wenye ulemavu mara nyingi ndio tunaona wanafanyiwa mara nyingi vitendo ambavyo sio vitendo vya kiutu. Mtumiaji anatakiwa ashike na kidole gumba kiwe mbele, na wakati wa kutembea lazima awe anapeleka kushoto na kulia. Lengo nini? Ili kama kuna obstacle yote mbele ataigusa. Akigusa anaanza kuhisi kwamba kuna kitu kiko mbele yake ambacho si salama. Pia tunayo mipira ambayo tunaita mipira chuchu. Hii mipira ina faida kwa watoto wenye ulemavu wa uoni na watoto wenye ulemavu wa akili.